tunasonga mbele. Na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kukutana sote hapa pamoja katika hafla hii fupi lakini yenye baraka zake na neema zake na yenye matumaini kwa ajili ya wakulima wetu. Nikushukuru sana Katibu Tawala wa Mkoa kwa maandalizi ya hafla hii. Leo nikiwa shuhuda wa makabidhiano ya hizi pawatila 34 kwenye halmashauri zetu. Nimesema vema kwamba tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula cha kutosha, lakini kilimo ni biashara, tunazalisha na ziada kwa ajili ya kuuza, kuongeza pato la kaya, pato la mkoa na hatimaye pato la taifa. Tunamshukuru sana na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alituahidi tukiwa kwenye maadhimisho ya 8 mwaka huu pale Dodoma kwamba tunaenda kufungua vile vituo ambavyo zamani sana vilikuwepo, vituo ngazi ya kata kwa ajili ya zana za kilimo, kusaidia wananchi wetu wale ambao wana kipato cha chini, hawezi kununua pawatila, hawezi kununua trekta, basi wanapelekewa hizi zana katika kata pale ili waweze kuzipata kwa bei nafuu na waweze kuzalisha zaidi. Kwa hiyo ni matarajio yangu na ni matumaini yangu kwamba vifaa hivi ambavyo tunakabidhi leo ndani ya muda mfupi na msimu wenyewe kama tulivyouona, tayari mtaenda kuweka miongozo vizuri, mtaenda kuandaa vituo ambavyo viko tayari viende vikatumike. Sitegemei nipite kwenye halmashauri nikakuta tena mmeviweka ngazi ya halmashauri. Mimi naamini kabisa maafisa ugani wako tayari, na yule aliyokuwa tayari zaidi mpelekeeni yeye ili akawe mfano kwa wenzie, ili wasome wajue maana ya kuanzisha kituo kazi cha kata maana yake ni nini. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunajipanga baada ya leo hii kuwakabidhi, baada wiki moja tu tutataka tukague kwenye halmashauri angalau tuone vituo hivyo ambavyo mmeanzisha na namna gani mmepeleka elimu kwa wakulima wetu kwamba angalau wanaweza wakasaidiwa kukodisha vitu bidhaa hizi au zana hizi za kilimo kwa bei ya chini, kwa bei nafuu. Lakini ni namna gani mmeweka mkakati wa maandishi, nikija nitausoma kwamba tunatunza, tunafanya huduma kwa ajili ya vifaa haviharibiki ovyo ovyo, na kila mtu anaambiwa anachukua kwa muda gani, anaenda kutumia na anarudisha kwa muda gani, mnamsimamia vipi. Hatutaki kuona ndani ya muda mfupi mara kila kitu kimekaa chini hakina mwenyewe tena, hapana. Kwa hiyo tumepewa hii dhamana kubwa kusimamia, twendeni wote tukasimamie, tuhakikishe kwamba wakulima wetu wanaendelea na kuwa na zana endelevu kila wakati ili kilimo chetu kiwe na tija. Mnajua kabisa ajenda yetu tulionayo ni Tanzania kuwa ghala la chakula la Afrika. Si mnajua? Sasa bila zana bora za kilimo hatuwezi kutoka. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anatekeleza kwa vitendo, na sisi tuhakikishe kwamba tunamuunga mkono kwa kusimamia, lakini pia tunaenda tunazalisha. Tuna ruzuku ya mbegu, tuna ruzuku ya mbolea. Bado yote haya yamemlenga mkulima wetu wa Singida ili aweze kuzalisha zaidi na aweze kuzalisha kwa tija. Lakini nikirudi kwa wakulima wenyewe, utayari nao ndio kila kitu. Niwaombe wawe tayari, serikali imewafikia waliko, waweze kutumia huduma hizi rafiki, wazalishe kiasi cha kutosha, tuweze kupata mavuno kiasi cha kutosha. Endelevu na mpango mzuri wa kuwafikia wakulima. Na nitawashindanisha, lakini pia sita kuchukua hatua kwa yule ambaye ataenda kinyume na utaratibu.